Hujambo mtazamaji, karibu kwenye kipindi maalum cha Jicho Reli Mbili Ndoto Moja. Mimi ni Hassan Jo. Mwaka huu TAZARA inatimiza miaka 50 na reli ya Qinghai Xizang au Qinghai Tibet inatimiza miaka 20. Moja inapita kwenye nyika na mbuga Afrika Mashariki na nyingine inapita kwenye uwanda wa juu wenye barafu hapa China. Kuna umbali wa maelfu ya kilomita na tofauti za muda wa huduma wa miaka 30, lakini zina hadithi moja. Leo nipo na Fadhili Mpunji na Pili Mweni wa Tanzania wanaoishi hapa China. Tunachojadili si reli zenyewe, bali ni jinsi zinavyoleta mabadiliko kwa watu wa pande mbili. Ndio mwaka jana ndio katika studio hii turekodi vipindi 6 vya Jicho. Ndio. Wacha tukae. Alafu najua hapa China wanafunzi wa kozi ya Kiswahili wanaweza kusahau yote waliojifunza chuoni baada ya kuhitimu. Lakini kuna vitu viwili ambavyo hawawezi kusahau yote. Moja ndio jinsi ya kusema hakuna matata. Na nyingine ni reli ya TAZARA. Kusema kweli nina hamu ya kujua kwamba ni kila Mtanzania aliwahi kupanda reli hii na Watanzania wote wamejua kwamba ilijengwa kwa ushirikiano na China. Ndio, mimi nina kumbukumbu nzuri kuhusiana na hii reli kwa sababu nilipokuwa mtoto niliwahi kupanda treni ya TAZARA na kumbukumbu yangu ni kwamba tukipita kwenye reli hiyo tunaweza kuona wanyama, tunaweza kuona watu njiani, mashamba na kila kitu. Kwa hiyo naweza kusema wengi wanafahamu na mimi nafurahi kurejesha hizo kumbukumbu pamoja na nyie. Unajua, kusema kweli tangu zamani nilikuwa na swali moja ambalo linaliumiza sana kichwa changu kwamba miaka 50 iliyopita kwa nini China ambayo ilikuwa uchumi wake tunafahamu kwamba ulikuwa duni, haukuwa mkubwa sana ukilinganisha na labda nchi za Afrika, iliweza kuamua kuja kujenga reli hii ndefu katika Afrika. Lakini baada ya kuishi hapa China kwa muda mrefu, lakini vile vile kusoma maelezo mengi, kwa pole pole nikaanza kutambua. Tunajua reli ya TAZARA pia inajulikana kama reli ya uhuru na ina urefu wa kilomita 1860 ikianzia Dar es Salaam hadi Kapiri Mposhi, na ilihitajika kujengwa kwa sababu Zambia haikuweza kusafirisha nje madini yake ya shaba kutokana na vizuizi vya nchi zake jirani zilizodhibitiwa na wakoloni. Na baada ya Rais Kaunda wa Zambia na Mwalimu Julius Nyerere wa Tanzania kuomba misaada kutoka kwa nchi za magharibi na kukataliwa, hatimaye China ndio ilitoa misaada. Nakumbuka waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Dr. Salim Ahmed Salim aliwahi kusema kwamba katika kipindi kile nchi za magharibi zilidai kwamba zinaunga mkono uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika, lakini ukweli zilikuwa zinaziunga mkono serikali za kibaguzi. Ni serikali ya South Rhodesia ambayo ni Zimbabwe na serikali ya utawala wa chache Afrika Kusini. Kwa hiyo Zambia ilishindwa kutumia bandari za Afrika Kusini kusafirisha bidhaa zake. Kwa hiyo reli ya TAZARA sio tu kwamba imechangia juhudi za kujitafutia uhuru na maendeleo kwa Tanzania na Zambia, lakini pia ilichochea harakati za ukombozi kwenye nchi za kusini mwa Afrika. Unajua, vijana wengi wa sasa huenda hawajui historia hii. Katika kipindi kile, unajua, China yenyewe pia ilikuwa na changamoto, lakini ilimudu kutuma maelfu kwa makumi ya wafanyakazi pamoja na mafundi kuja kujenga reli hii. Lakini pia walitoa msaada ama tuseme kwamba walitoa mkopo ambao usio na riba na ni kiasi cha dola milioni 500.
na ukiangalia kusema kweli ni kiasi kikubwa, sembuse kipindi kile cha nyuma kweli ni pesa nyingi sana. Zaidi ya hayo, wafanyakazi 69 wa China walijitolea mhanga kwenye ujenzi wa reli hiyo kwa maisha yao. Wengi wao wamezikwa kwenye makaburi ambayo yako kando ya njia ya reli. Na nilipokuwa mtoto nilisikia wazee wengi wakizungumza mambo kuhusu ujenzi wa reli, na haya mambo yalionekana ni mbali sana na maisha yangu, lakini polepole nilipokuwa nilitambua kwamba reli ya TAZARA ilijengwa kwa jasho na damu. Mwishoni mwa mwaka jana, Jumba la Makumbusho la Tanzania lilifanya maonyesho ya michoro ya TAZARA bega kwa bega katika safari moja, na wafanyakazi wastaafu wa reli hiyo akiwemo Mzee Solomon Mwakasanga aliyejiunga na ujenzi huo mwaka 1970 pia walishiriki kwenye maonyesho hayo. Na alipozungumzia kumbukumbu yake kuhusu kipindi kile alisemaje? Hebu tuangalia video fupi. Even though we did not understand each other's language, we communicated through signs and actions, and we worked together very well. When the Chinese trust you, they truly trust you. Maneno ya Bwana Mwakasanga yananikumbusha hadithi kuhusu ujenzi wa reli, na nadhani labda unaweza kukumbuka kwamba wahandisi walipokuwa wakiwafundisha wafanyakazi wa Tanzania kulikuwa na changamoto ya lugha, na walikuwa wanatumia kuchora kwenye ubao yale ambayo wanajaribu kuambia, na unaweza ukaelewa kwamba wakati kule kulikuwa hakuna watafsiri, kwa hiyo walikuwa wanatumia lugha ya ishara. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba uvumilivu kama huu haukuwa tu wa kujionyesha, na wafanyakazi wa China unaweza kukumbuka kwamba walikuwa wanakula chakula na wenyeji, waliishi katika mahema yale yale pamoja na wenyeji, kwa hiyo walikuwa wanashirikiana. Walikuja kweli kusaidia, lakini sio kuja kama vile kujifanya kama wao ni wafalme. Unajua, naona huu ndio moyo wa reli ya TAZARA. Katika kipindi cha miaka 50 ya huduma, reli hii ya TAZARA imesafirisha abiria zaidi ya milioni 40. Kwa watu wa kawaida ambao hawana magari au hawawezi kumudu kusafiri kwa ndege, reli hii ndio basi lao, ndio basi lao la shule, lakini vile vile ndio gari lao la wagonjwa. Na vile vile reli hii sio kwamba tu inasafirisha watu, lakini pia mizigo kama vile mfano mahindi, mihogo, saruji, mbolea na kadhalika. Na yani unaweza kutaja chochote kile kwamba reli hii ilikuwa ikisafirisha. Mbali na hapo, wachuuzi pia na wenyewe huwa wanasafirisha bidhaa zao kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine. Lakini pia tunajua kwamba katika miaka kadhaa iliyopita, miaka ya huko nyuma, vifaa vya reli ya TAZARA kwa kweli vimezeeka na vimechakaa, na uwezo wake kwa kweli umepungua sana. Mimi nimesikia kwamba baadhi ya sehemu unaweza hata kusafiri kilomita 20 kwa saa nzima. Na usafiri ambao unaonekana yani sio haraka, yani wakati mwingine hata baiskeli inaweza kuwa ni kasi kuliko treni. Ni kutokana na hali hii ndipo China, Tanzania na Zambia zimesaini makubaliano ya kuhuisha reli hiyo, na mradi ulizinduliwa rasmi mjini Lusaka Novemba mwaka jana. Na mradi huo unatarajiwa kugharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 1.4, na baada ya kukamilika kwake uwezo wa kusafirisha mizigo utaongezeka kutoka takriban tani 200,000 za sasa kwa mwaka hadi tani milioni 2.4, na muda wa usafiri pia utapungua kwa theluthi 2. Na wakati huo huo, Tanzania na Zambia pia zimepanga ukanda wa ustawi wa reli, kujenga vituo vya usafirishaji, maeneo ya viwanda na usindikaji wa kilimo kando ya reli. Hivyo nasema mradi huo sio tu unalenga kukarabati reli, bali pia kuunda ukanda wa kiuchumi. Nimevutiwa sana na mpango wa kujenga ukanda wa ustawi. Unajua, nauli kwa kweli huwa haileti faida kubwa sana kwenye huduma za reli, lakini kama kunakuwa na maghala, kunakuwa na masoko, kunakuwa na viwanda vidogo ambavyo vitajengwa kando ya njia ya reli, basi hiyo ndio itakuwa ndio injini ya maendeleo katika ukanda huo.
Nimeona mifano mingi hapa China katika baadhi ya vituo vya treni, hasa treni ya kasi. Zamani ilikuwa ni mashamba tu, na baada ya miaka kadhaa maeneo hayo yamebadilika na sasa yamekuwa ni miji. Wacha niongeze takwimu nyingine, ni kwamba baada ya reli hii ya TAZARA kuhuishwa, muda wa kusafirisha shaba kutoka migodini Zambia hadi bandari ya Dar es Salaam unatarajiwa kupungua kutoka siku 30 kupitia kusini hadi siku 12. Sasa hii tunaweza kusema kwamba ni faida kubwa kwa sekta ya madini na biashara kote kusini mwa Afrika, na Tanzania kama kituo cha mpito basi na chenyewe kitashuhudia vile vile ongezeko la mapato bandarini, lakini vile vile mapato ya ushuru na ajira pia. Ni kweli, na reli ya TAZARA ni alama ya yaliyopita na pia inaelekeza siku zijazo. Na sasa tuangalie reli nyingine, reli ya Qinghai Xizang. Iko kwenye uwanda wa juu wenye barafu kaskazini magharibi mwa China, na katika mazingira magumu zaidi imetoa muujiza mkubwa wa ujenzi duniani. Reli ya Qinghai Tibet ina urefu wa kilomita 1956 ikianzia mjini Xining mkoani Qinghai hadi mjini Lhasa mkoani Xizang. Sehemu kubwa ya reli iko kwenye mwinuko wa mita 4,000 na zaidi, huku sehemu ya juu zaidi ikiwa mita 5,072. Kiwango cha oksijeni hewani ni nusu tu ya kiwango hiki katika usawa wa bahari. Hali joto ya majira baridi inaweza kufikia hadi nyuzi 40 chini ya sifuri, na theluji huanguka msimu wa joto. Wataalamu wengi walisema haiwezekani kujenga reli kule. Hata hivyo, Wachina walikamilisha ujenzi wake ndani ya miaka 5 na ilifunguliwa rasmi kwa huduma mwaka 2006. Ingawa mimi sijawahi kwenda Xizang, lakini nimeangalia documentaries nyingi sana ambazo zinahusiana na mkoa huo. Na mkoa huo nafahamu kwamba unajulikana kama ni paa la dunia kutokana na mwinuko wake mkubwa. Kunakuwa na mwinuko wa mita zaidi ya 5,000 kutoka usawa wa bahari, hakuna miti, ni miamba tu. Hata kutembea ni vigumu, unaweza ukashindwa kupumua. Sembuse kubeba njia ya reli. Kwa kweli siwezi kufikiri. Unachosema ni kweli, na ujenzi wa reli ya Qinghai Xizang ulikabiliwa na changamoto 3 za ngazi ya dunia. Kwanza ni udongo wa barafu kwenye uwanda wa juu. Pili ni baridi kali na ukosefu wa oxygen. Na pia tunajua mfumo wa ekolojia pia ni dhaifu. Hivyo kabla ya kipindi cha leo tumebahatika kumhoji mtaalam Bwana Liu Zhengping ambaye alishiriki kwenye utafiti na ujenzi wa reli ya Qinghai Xizang. 多年冻土是指冻结状态持续在2年及2年以上的岩土。夏天融化，铁路会下沉；冬天冻胀，铁路会拱起。我们自主研发了片式气冷路基、热泵、通风管等措施，将空气中的冷量传入地下来冷却地基，保护冻土稳定。施工中因地制宜架设桥梁，预留藏羚羊迁徙通道，把草皮移植养护，完工后再回铺，守护了高原植被和原始生态。施工期高原病零死亡，创造了高原工程建设的奇迹。 Kwa watu wengi alichoongea mtaalam Liu kinaweza kuonekana kuwa ni suala la teknolojia ya juu, lakini matokeo yake ni dhahiri. Tangu reli ya Qinghai Xizang ianze kufanya kazi kikamilifu, kiasi cha mizigo iliyosafirishwa kwa reli kuingia na kutoka Xizang kiliongezeka kutoka tani 3.6 ya mwaka 2006 hadi tani milioni 8.3 mwishoni mwa mwaka jana, na kiwango cha ongezeko la wastani la mwaka kilifikia 18%. Na gharama za usafirishaji zilipungua kwa wastani wa zaidi ya 60% ikilinganishwa na zama za kutumia barabara.
na mabadiliko haya yametatua kabisa tatizo la uchukuzi bidhaa lililokabili Xizang na kuwa na athari kubwa kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya mkoa huo. Mbali na hayo, nimesikia kwamba tangu reli hii ifunguliwe, basi idadi ya watalii ambao wanakwenda kutembelea Xizang yani imekuwa ikiongezeka sana, yani imekuwa na watalii wengi sana. Hapo awali tunajua kwamba watu wengi waliogopa changamoto za afya kutokana na kwenda maeneo yenye mwinuko wa juu na hawakuthubutu kupanda hata ndege, na pia walidhani labda barabara inachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo treni ikipanda polepole, bila shaka mwili na wenyewe pia unazoea kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo kwa upande wa wamiliki wa nyumba za wageni, waongoza watalii au hata wasanii, kweli wamepata mapato makubwa sana, biashara zao zimestawi sana kutokana na reli hii. Na vile vile nimesikia kwamba hapo awali kwamba ilikuwa safari ya kutoka Lhasa mpaka Beijing ilichukua karibu wiki moja labda na zaidi. Lakini sasa hivi ile reli ya Z22 inatumia masaa 40 tu na tayari utakuwa umefika Beijing ama umefika Lhasa. Reli ya Qinghai Xizang inathibitisha kwamba hata maeneo ya mbali zaidi na yenye hali ngumu ya kimazingira yanaweza kuunganishwa katika mfumo wa kisasa wa kiuchumi mara tu reli inapojengwa. Mantiki hii kwa kweli pia inafaa kwenye nchi za Afrika. Nakubaliana na wewe kabisa kabisa. Yaani maeneo mengi unajua yasio na bandari barani Afrika kama vile magharibi mwa Tanzania, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanakuwa na gharama kubwa sana za usafiri, na bidhaa kawaida zinakuwa pia ni ghali, na maendeleo yake huwa ni ya pole pole. Sasa reli ndiyo njia bora zaidi ya kupunguza gharama. Ndio, basi sasa turudi kwenye mbuga na nyika za Afrika Mashariki, tuangalie kuna mabadiliko gani yanayoweza kutokea katika mitandao ya reli katika ukanda huo baada ya reli ya Tazara kuhuishwa. Na mwezi uliopita reli ya SGR ya Mombasa Nairobi ilitimiza miaka 9 na upanuzi wake SGR ya Nairobi Malaba pia umepata habari njema. Kwanza, sehemu ya kwanza ya mradi huu wa upanuzi tayari imeanza kufanya kazi, na sehemu ya pili, yaani kutoka Naivasha hadi Kisumu, pia ilianza ujenzi wake mwezi Machi mwaka huu. Na ni nini hasa ambacho reli ya SGR imewaletea watu wa Kenya? Hebu tuangalia video fupi ya mahojiano. Other countries like Uganda, Tanzania, instead of going overseas to look for other people, they can get us and maybe even save on what they're supposed to do because the knowledge is right at their doorstep. Because of the demand, the safety that comes in with the passenger trains, the comfort that comes with it, and the surety of the speed, because we always observe our timings, the numbers have increased to 2.4 million. So essentially, there is growth in those particular towns where passengers are able to stop and essentially look at Voi, which is an upcoming tourist town. With the introduction of the stoppage of the train at Voi, that has assisted in increasing the number of tourists that go to Voi. So essentially the economy, the hotel industry has really improved, and that is brought about by the collaboration between China and Kenya. Kwa kweli hadi leo bado sijapata nafasi ya kupanda reli ya SGR ya Kenya, lakini nimesoma ripoti nyingi kuhusu reli hiyo. Inachukua sasa hivi saa 4:30 tu kutoka Mombasa hadi Nairobi, na zamani kupanda basi mara nyingi kulihitaji saa 7 au saa 8, na kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa magari mara nyingi. Na ninachothamini zaidi sasa hivi ni bei ya tiketi. Tiketi ya daraja la pili inagharimu takriban shilingi 1000 za Kenya, ambayo ni nafuu sana kwa watu wa kawaida. Mbali na hayo, hebu tupanue upeo wetu kidogo. Unajua, tufikirie kwamba baada ya miradi ya reli hii ya Nairobi, Malaba na uhuishaji wa reli ya Tazara kukamilika, inawezekana kutakuwa na reli moja itakayounganisha ama itaunganisha nchi mbalimbali. Basi tutaweza kupanda treni kwenda katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki nzima, na gharama za usafiri wa kikanda zitashuka sana na kurahisisha biashara kati ya nchi na nchi.
Na siku zote unajua haya ndiyo maono ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kweli ni maono mazuri, lakini tukizungumzia miaka ya hivi karibuni, kwa maslahi ya nini wa Tanzania, mnafikiri mabadiliko ya moja kwa moja zaidi yatakuwa nini baada ya reli ya TAZARA kuhuishwa? Mimi nadhani kwamba mabadiliko ya kwanza yatakuwa katika bandari ya Dar es Salaam, kwa sababu kama tunavyojua kwamba hivi sasa bidhaa nyingi huwa zinafika bandarini, zinasubiri kwa muda mrefu sana bandarini, ama wakati mwingine huwa zinahamishiwa barabarani kutokana na uwezo mdogo wa reli. Kwa hiyo mimi nahisi baada ya kuhuishwa hii reli itaweza kusafirisha moja kwa moja makontena kutoka Zambia, ama wakati mwingine hata kufika katika nchi ya DRC. Na vile vile ushindani wa bandari ya Dar es Salaam unaweza kuongezeka. Tunaweza kusema kwamba unaweza kuongezeka, na sisi kwa upande wetu wa Tanzania tunaona kwamba Dar es Salaam inaweza kuwa kitovu cha usafirishaji Afrika Mashariki, na hii reli tunaweza kusema kwamba ndiyo njia ya kufikia lengo hilo. Mimi ningependa kuongeza kwamba miji midogo ambayo ipo kando ya njia ya reli kwa kweli itaona fursa nyingi. Kwa mfano Mlimba, Makambako na Mbeya. Hayo maeneo zamani sekta ya viwanda ilikuwa ni nyuma sana, na sababu ilikuwa ni changamoto za usafiri. Sasa baada ya kuhuisha reli ya TAZARA, gharama za usafiri zitapungua sana, na watu wataweza kwenda katika maeneo hayo, kwa mfano kujenga viwanda vya usindikaji wa kilimo au kujenga maghala ya kuhifadhia bidhaa. Katika mji wa Mbeya ambako mimi ndio nimezaliwa, kuna mazao mengi sana ya kilimo, lakini kutokana na changamoto za usafirishaji, wakulima hawawezi kupata bei nzuri ya mazao hayo. Kwa hiyo kama reli ikianza kufanya kazi kwa ufanisi, mimi naamini mazao kama kahawa au mazao mengine yanaweza kupata bei nzuri kwenye soko. Na kuhusu faida za mradi huu wa kuhuisha reli ya TAZARA, tumekusanya maswali kwenye ukurasa wetu wa Facebook na tumepata maoni mengi sana, na nimechagua mawili kati yao. Na swali la kwanza limetoka kwa mwanafunzi wa chuo kikuu Mtanzania anaitwa Mercy Olutu, na akiuliza kwamba baada ya reli hii kuhuishwa, vijana wa Kitanzania wanaweza kupata kazi gani? Fadhili, unaweza kujibu swali hili? Hili swali naona ni swali ambalo liko wazi sana, na kwa maoni yangu naweza kusema kwamba ujenzi wa reli au na matengenezo ya reli, hivi vitu vinahitaji wataalamu na mafundi. Na miradi ya ushirikiano kati ya China na Tanzania mara nyingi inajumuisha mafunzo ya kiufundi, kama vile wahandisi wa China kuwafundisha wafanyakazi wa Tanzania kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini pili, huduma ya operesheni inahitaji madereva wa treni, inahitaji waongoza treni au reli, wauza tiketi na wafanyakazi wa usalama. Kwa hiyo tukiangalia zaidi ya hayo, reli hii itaendeleza sekta ya ugavi, sekta ya uhifadhi wa maghala, upishi, bidhaa za rejareja, na maduka mengi madogo madogo yatafunguliwa karibu na vituo vya treni. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba sio tu zitakuwepo kazi za moja kwa moja, lakini kutakuwa na kazi zisizo za moja kwa moja. Kwa hiyo mimi napendekeza vijana wasome wa makanika, wasome mambo ya vifaa vya elektroniki na vilevile usimamizi wa vifaa. Mimi wacha niongezee hapo hapo takwimu maalum. Unajua wakati wa ujenzi pamoja na uendeshaji wa reli hii ya SGR kutoka Mombasa hadi Nairobi, ajira zilipatikana ama zilitolewa takriban 50,000 kwa Wakenya. Na tunafahamu kwamba reli hii ya TAZARA ni ndefu zaidi, yani ikilinganishwa na ile reli ya Mombasa ya SGR, Mombasa Nairobi. Na vile vile reli hii inapita katika maeneo ya watu wengi zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kuleta ajira kwa watu katika sehemu ile ambayo reli hii inapita. Na zaidi ya hayo, tunafahamu kwamba huu ni mradi wa nchi tatu: China, Tanzania pamoja na Zambia, ambao tunaona kwamba utatoa fursa kubwa kabisa ya uhaulishaji wa teknolojia. Na swali la pili limetoka kwa mchimba madini kutoka Zambia anaitwa Benjamin Kubingwa, na ameuliza swali kwamba baada ya reli hii kuboreshwa, gharama za usafirishaji wa madini ya shaba bila shaka zitapungua.
Na kwa hivyo je, mishahara ya wachimba madini wa Zambia itaongezeka au la? Pili, unaweza kujibu swali hilo. Mimi nahisi hili ni swali gumu kidogo kujibu moja kwa moja, lakini unajua mantiki yake ni kwamba shughuli ama gharama za usafirishaji unajua zikipungua, kwa hiyo bila shaka makampuni ya madini na yenyewe pia yatapata faida kubwa sana. Na kama vyama vya wafanyakazi pamoja na haya makampuni ya madini yakikaa pamoja na kuzungumza vizuri ama kwa ufanisi, lakini vile vile serikali zikitoa mwongozo wa sera maalum, basi bila shaka hii faida ambayo inapatikana inaweza kubadilishwa na ikapelekwa kwa nani? Kwa wafanyakazi. Lakini wakati huo huo kupungua kwa gharama za uchimbaji wa madini pia kutavutia uwekezaji bila shaka na kupanua uzalishaji, jambo ambalo litaongeza ajira na vile vile kusababisha mishahara kuongezeka. Na hata hivyo njia ya haki zaidi yani ni kupitia kodi. Unajua, kwa sababu ambapo sehemu ya faida ikitumika kujenga shule, lakini vile vile kujenga hospitali kando ya ile reli inapopita, basi bila shaka itanufaisha watu wote. Na hayo ni maswali mazuri sana na pia nini mmejibu vizuri. Na sasa turudi kwenye swali nililotoa nilipofungua kipindi cha leo. Je, kwa nini tunajadili reli ya Tazara na reli ya Qinghai-Xizang kwa pamoja katika kipindi cha leo? Nadhani sasa jibu limekuwa wazi kutokana na mazungumzo yetu. Ndiyo, kwa sababu reli zote mbili zinathibitisha jambo moja muhimu, kwamba reli sio mataaluma tu, bali reli zinaleta fursa, zinaleta haki na zinaleta heshima. Kwa hiyo kama Mtanzania najivunia sana kuwa na reli ya Tazara na nina matarajio makubwa sana na kuhuishwa kwake. Vile vile reli hizi zimeonyesha moyo wa kwamba najua kuna changamoto, lakini bado nitajaribu. Unajua, Wachina waliposaidia kujenga reli hii ya Tazara kati ya Tanzania na Zambia, wao wenyewe tunajua kwamba kipindi kile hawakuwa na uwezo huo, lakini walijaribu, unaona, walijitokeza. Na reli hii ya Tazara kwa sasa inahitaji kuhuishwa baada ya miaka 50 tena baadaye, na China kama kawaida yake imekuja mbele. Kwa hiyo urafiki huu wa muda mrefu wa aina hii sio kitu ambacho labda unaweza ukakipata katika nchi yoyote tu ile. Na natumai tu kwamba vijana wetu watakumbuka reli hii ni yetu, lazima tuithamini, lakini vile vile kuitumia vizuri. Baada ya miaka 50, Tazara inaanza kuhuishwa. Baada ya miaka 20, reli ya Qinghai-Xizang inaanza uboreshaji wa umeme wa kijani. Katika mabara tofauti, zote zinaonyesha falsafa ya maendeleo ya jumla, miundombinu kwa manufaa ya wananchi, kuunganisha maeneo ya mbali katika uchumi, kuboresha maisha ya watu na kulinda mazingira. Reli hizi si njia za usafiri tu, bali ni ushahidi wa pamoja wa China na Afrika katika kutafuta haki ya kujiendeleza.